الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له، لا معين له ولا شبيه له، لا مثيل له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدًا رسول الله، أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فجزى الله نبينا محمدًا خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. Ndugu Waislamu, na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata sunna na mwendo wa Bwana Mtume Muhammad, kwani hawajapatapo waja wa Allah kuhusiana jambo kubwa lenye manufaa ya dini yao na dunia yao na akhira yao kama jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hayo yote, tukumbuke kwamba tumeingia katika mawaqitul hajj. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejalia katika mwaka kuna miezi 12. Katika hiyo miezi 12 tumemaliza mwezi wa Ramadhani, mwezi wa mfungo, na sasa hivi tumeingia katika mwezi wa ibada ya hija. Mwezi wa ibada wa hija ni mwezi wa Shawwal na Dhulqa'da na Dhulhijja, yani miezi miwili na zile siku 10 za mwanzo au 15 za mwanzo za mwezi wa mfungo tatu. Hii katika somo la fiqh inaitwa mawaqit zamani au mawaqit zamaniya, miqati ya wakati. Huwezi kufanya hija wakati wowote, wala huwezi kuhirimia hija wakati wowote, isipokuwa iwe ndani ya miezi miwili hii wa Shawwal na Dhulhijja na Dhulqa'da. Hii ndiyo miezi ya kufanya ibada ya hija. Ukisoma vitabu vya fiqh, kwa fiqh ya mambo ya hija, utakuta kuna miqat aina mbili: miqat makani wa miqat zamani, miqat ya pahala na miqat ya wakati. Miqat ya pahala ni zile mawaqiti alizoziweka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambazo tunaziita vituo vya kuhirimia, kama ya Lamlam, Al-Juhfa, Dhatu Irq, Abyaru Ali. Hivi vituo alivyoweka Mtume akasema, hunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghairi ahlihinna liman arada alhujjata wal umra au liman arada alhajjata wal umra. Hivi ni vya hao watu, yani mfano watu wa Madina wamewekewa kituo kinaitwa Dhulhulaifa au kwa jina lingine Abyar Ali. Kwa hiyo huwezi ukapita mtu wa Madina kwenda kufanya ibada ya hija bila ya kutiania katika kituo hicho. Na watu wa Yemen wamewekewa ya Lamlam, watu wa Juhfa Qarnul Manazil au Qarnu Thaalib, watu wa Iraq, watu wa wapi, Dhatu Irq, watu wa Hijaz, wote wana vituo vyao. Kwa hiyo hivi ndivyo vinavyoitwa mawaqit makaniya, miqat za pahala. Miqat zamaniya au mawaqit zamaniya ni hii miezi: mwezi wa mfungo mosi, mwezi wa mfungo pili na mwezi wa mfungo tatu. Na ndio maana sasa hivi wakati wa hija umeshaanza.
Sasa hivi ndo unaweza ukasema labbaik Allahumma bilhajj na ukatiania na ukaenda zako Maka ukaanza zile ibada. Itategemea umetiania ibada gani au aina gani ya hija, kwa sababu hija ziko aina tatu: kuna ifrad, kuna qiran, kuna tamattu. Hizi zote ni aina za kufanya hija. Ala kulli hal, ni lazima sisi twende hija, ni lazima tutoe zaka. Kijana yoyote ambaye ana mtaji au ana hela ya kufika kununua gramu 85 za dhahabu zilizozungukiwa na mwaka, hela hizo, au anazo hela za kuweza kununua gramu 595 za fedha. Hapa msikitini tunaye sonara anaitwa Rama, muulizeni kuanzia leo, ili ninunue gramu 85 za dhahabu natakiwa niwe na pesa ngapi? Au ninunue gramu 595 za fedha natakiwa niwe na pesa ngapi? Pesa atakayokutajia ukiwa nayo ikazungukiwa na mwaka, hujawahi kuigusa, unatakiwa uitolee zaka. Utatoa nini pesa hiyo? Rub'ul ushr, yani robo ya sehemu ya 10 ya hizo pesa. Rub'ul ushri, mfano ukiuliza akakujibu sonara wetu akakwambia gramu 85 za dhahabu ni milioni 9 kwa mfano, au gramu 595 za fedha ni milioni 7. Hiyo ni mifano nimepiga, kwa sababu hii kidogo inakuwa chini, inaweza hata ikawa milioni 5 au 3. Basi pesa hiyo idha hala alaihi alhaulu, ikizungukiwa na mwaka, unatakiwa uitolee zaka yake. Na mara nyingi ulama wakasema angalia zaidi hichi kipimo cha fedha, sababu fedha iko chini, kila siku maskini watapata zaka kutoka kwako. Ukisubiri dhahabu ni mbali, inawezekana ikawa kipimo cha fedha labda ni milioni 3 tu, itabidi ushatoa zaka. Unatakiwa utoe zaka wewe kwa pesa hiyo, kwa sababu ishafika nini, nisab ya kuweza kununua gramu 595 ya fedha. Kwa hiyo utatoa nini? Al-rub'ul ushr, robo ya sehemu, sio robo ya 10, robo ya sehemu ya 10, au kwa wale mathematicians 2.5%, au kwa wengine wanagawa kwa mara 40, unakuja kupata hiyo. Kwa hiyo wengi katika vijana hizo pesa wanazo, na wanaweza hata kama ni pesa za mahari umezieka, unataka kwenda kuoa, ziko benki zimekaa za nini hizi za mahari, lakini zimezungukiwa na mwaka, zitolee zaka, na ni pesa kidogo sana. Kwa hiyo wapo watu wanakwepa kutoa zaka kwa staili nyingi, wanajiona bado hawajafika wakati wa kutoa zaka na kuna zaka nyingine sio lazima zizungukiwe na mwaka. Hizi nyingine za hela iwe ni mulkia kamila, umemiliki wewe kamili, sio usichokuwa, sio ambacho hujakimiliki, na madeni sugu na karibu 100 milioni, lakini iko mikononi mwa watu hawajanilipa, nishatoa zaka. Au hujatoa zaka kwa sababu zile hakuna hata guarantee kwamba utazipata zile pesa. Wewe unajua kwamba hizi zitaingia mkononi, zitakuja, nimezimiliki na mfano wa hayo. Kwa ajili hiyo basi, wale ambao wanataka kuchukua shuruti za kutoa zaka, uwe umemiliki kitu, umilikiji wa kamili, hauna kasoro, alafu iwe imefika nisab, na nisab ndio hiyo nisab, gramu 85 za dhahabu, 595 za fedha, alafu alhaulu, iwe mwaka umezunguka katika hiyo hela. Ndugu zangu Waislamu, sitaki kuzungumzia zaka. Najua wengi hawatoi zaka, na najua wengi wanakwepa na wanapenda sana pesa, lakini hiyo ni adhabu yako. Endelea kutafuna pesa zako, endelea kuwanyima maskini zaka zao, endelea hivyo hivyo. Tunakupa bishara kama ulivyobashiriwa katika Qur'an, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Tunawapa bishara, bashirhum, na hii ni tahakkum
Habari njema anapewa mtu kitu kizuri, lakini asiyotoa zaka hapa anapewa habari njema ya nini? Anachezwa shere, anaambiwa tunakupa habari njema, moto unakusubiri. Mimi ni mara chache kuzungumzia mambo ya zaka kwa sababu watu wengi wanafikiri nikizungumzia zaka na walenga wao ili kesho waje wanipe hela. Mimi ninazo za kutosha. Lakini kama wewe unakuwa na mtindo wa kuacha kuwapa watu zaka, basi tambua hizi habari njema zinakuhusu. Habari njema zenyewe opposite. Bashirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu al'adhaba bima kuntum taknizun. Allah tujalie miongoni mwa wale wenye kutoa haki za watu. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Hija imefika. Ijumaa iliyopita Dr. Slim alinilaumu sana. Akasema watu wanaondoka wiki ijayo, hujazungumza chochote kuhusu hija. Na kweli kabisa. Mimi nilijua bado time tunayo, lakini kuna Maalim Seif anaondoka na group yake. Just around the corner, siku zake za kuondoka ziko karibu. Na wengi wataondoka katika Wazanzibari na Watanzania kwenda kuelekea kufanya ibada ya haji. Sisi kama makhatibu tunapaswa tuongee current affairs au mambo ambayo tayari tunagombana nayo, tunapigana nayo vikumbo, tunaishi nayo. Na moja ambalo tunaishi nalo ni hilo la zaka, lakini lenyewe kabisa sahibul mawqif ni suala la kwenda hija. Mwenyezi Mungu anatuambia katika suratul Hajj, وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. Watangazie watu kwa ajili ya ibada ya hija, watakuja katika aina mbalimbali ya ujaji. Wapo watakaokuja wanatembea, wapo watakaokuja wamepanda, wapo watakaokuja vipando vyao vimekonda dhaifu kwa mwendo wa safari, wapo watakaokuja na meli, wapo watakaokuja na ndege, lakini watakuja tu. Maadamu umewatangazia kwamba Allah nataka muje hapa, mfanye ibada, muizunguke Al-Kaaba, muizuru nyumba, watakuja na inshallah tutakuwa miongoni mwa wanaokuja. Ndugu zangu Waislamu, Watanzania wamepewa hisa ya angalau milioni 30 ya mahujaji, lakini siku zote hawajenda na kuzidi milioni na kuzidi 1400, hawajazidi. Hisa yetu ni milioni 25 mpaka 30. Anasema kwa sababu Waislamu wa Tanzania wanaonekana. Ukisoma population yetu na sensa yetu utakuta Watanzania wote karibu milioni 60 au 63 na kuendelea. Na Waislamu na Wakristo takriban tumezidi kidogo au tunalingana, tuko sawa. Wa milioni 30, basi njoni milioni 25. Kila siku tunaenda milioni 2.5, tunaenda 2.5, 3,000. Mwaka jana ndo tulienda wengi, karibu 3,000 na kitu. Zile data zipo, 3,000 na kitu. Yaani hata 4,000 na hatufiki, hata 5,000 hatufiki. Sijui mwaka huu tuko ngapi, tutajua habari zake baadaye. Kwa hiyo nini maana yake? Maana yake labda ni maskini sana, labda maana yake labda hatujajua umuhimu wa ibada ya hija. Tunaona ni utashi tu mtu aende kule kama anakwenda picnic, labda hatujajua thamani labda ya hija. Yote yanawezekana, lakini nataka niwaambie ndugu zangu Waislamu, hii ni nguzo ya Uislamu. Uislamu wako haukamiliki kama umepata uwezo wa kwenda hija na ujahiji, basi Uislamu wako ni nusu bado, kwa sababu Allah anasema
walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, ni lazima uende hija. Na Mtume anasema inna Allaha kataba alaykumul hajja fahujju, Mwenyezi Mungu amekuandikieni, amekulazimisheni, amekufaradhishieni kwenda hija, nendeni hija. Hizi hutuba zinawasaidia wengi sana. Mwaka jana nilikutana na hujaji kutoka Ulaya, niko Maka, akaniambia nimeweza kufanya ibada ya hija. Unajua wengine hawana mushrifini, wanakuja wenyewe tu. Nimeweza kuifanya ibada ya hija kwa clip ulioniona kutoka katika mimbari ya Nuru Muhammad kwa wepesi mno. Nikasema alhamdulillah, sio porojo hizi. Kama wewe hufaidiki, mwingine atafaidika. Kwa ajili hiyo basi, wale ambao wamekusudia wote kwenda Maka kuhiji, kufanya ibada ya hija, chukueni faida hii, na mimi mwenyewe niwe wa mwanzo. Kwa sababu dobi ukimpelekea nguo kufua, huwa anataka kukufurahisha wewe, aone kiasi gani ni hodari kwa ajili ya kufua nguo na biashara yake iwe nzuri. Lakini mwisho wa kukufulia anaona mikono yake yeye ndo safi zaidi kuliko nguo zako. Na sisi tunaozungumza huwa tunafidisha watu, lakini kwa maana kubwa tunapata faida wenyewe kabla ya kuwapa watu faida. Yeyote ambaye ametia nia ya kwenda ibada ya hija, maneno haya yanamhusu. Subhanallah, nitataja kwa kifupi sana vipi utafanya hija yako na ukamilishe. Sasa hivi wewe utaondoka, utakwenda Maka. Hisabu kwamba hii ni siku ya mwanzo. Ukifika pale Maka ni siku ya mwanzo. Siku ya mwanzo unafanya nini? Siku ya mwanzo umeshatia nia katika miqat, iwe kwenye ndege yako, iwe katika miqat yoyote katika tulizozitaja. Ukatia nia, na nia always wa abadan itakuwa moyoni, lakini inasaidiwa na kusema kwa maneno yako, labbaik allahumma bil umra, labbaik allahumma umratan, allahumma inni nawaitu al umrata fayassirha li wa taqabbalha minni. Haya yote ni maneno ya fuqaha ambayo wameyaorodhesha katika vitabu vya fiqh. Yoyote itakayokuwa, lakini pale unaanza sasa kuingia katika ibada ya umra au hija, kwa sababu sisi tunafanya ibada ya umra kwanza kabla ya hija, na sampuli hii inaitwa tamattu. Hija ya tamattu, hija ya kuenjoy, hija ya kustarehe. Huwa tunaanza kutia nia ya kufanya umra kabla hatujaanza kutia nia ya kufanya hija. Kwa hiyo kwenye ndege zetu, kwenye vituo vyetu, huwa tunasema labbaik allahumma bil umra au labbaik allahumma umratan. Maana maneno haya, nimekuitikia Mola wangu kwa ajili ya kwenda kufanya ibada ya umra. Au allahumma inni nawaitu al umrata fayassirha li, ya rabbi nimenuia kufanya umra, niwepesishie, wataqabbalha minni, nikubalie kutoka kwangu. Maneno yote yatakayokuwa, nia aina yoyote yatakayokuwa, lakini mahalluha alqalbu tab'an wa qat'an, na'am, lakini tunakwenda kuifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya ulama wakapendezesha kwamba ushurutishe ishtirat kwamba fa in habasani habisun famahilli min haythu habastani. Useme maneno haya baada ya kutiania, fa in habasani habisun famahilli min haythu habastani, kikinizuia chochote ya Rab, nisiweze kukamilisha ibada yangu ya umra au hija ya Rab, basi nitatahallal pale ambapo nimezuilika. Nini faida ya kusema maneno haya? Faida ya kusema maneno haya kwamba ukiingia katika ibada ya umra au hija unatakiwa umalize. Sasa kumetokea jambo hukuweza kumaliza, itakubidi wewe utoe fidia, lakini ukitanguliza maneno haya wewe utatoka bila ya kutoa fidia, kwa sababu umeshamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, likinitokezea jambo lolote, basi pale nitakapokuwa nimetokezewa na hilo jambo ndo mwisho wangu wa ibada, ndo nimemaliza. Hii inaitwa nini? Ishtirat. Na sana akina mama wanafanya hivyo kutokana na hali zao za mabadiliko wakati mwingi. Fa in habasani habisun famahilli min haythu habastani, au hata unaweza ukasema kwa Kiswahili, likitokea jambo lolote, basi tahlili yangu, kutoka kwangu, kumaliza kwangu katika ibada ni hapo patakapotokezea hilo jambo. Ishtirat unaweza ukafanya mume, mwanamke, yoyote utakaokuwa umekusudia ibada ya hija. Siku yako ya kwanza umeshafika Makka, nenda moja kwa moja katika msikiti wa Haram. Nguzo ya kwanza ya umra au hija umeshaikata,
ni ile nia. Sasa hivi umeingia msikitini, utafute mlango wanaoingia watu kwenda kufanya umra au hija. Siku hizi kuna mlango maalum, nadhani mlango namba 79 katika milango ya milango ni mingi sana. Kuna milango zaidi ya 200 katika msikiti wa Haram. Kwa hiyo kuna mlango nambari 79 kama sijakosea, ndio mlango wanapita watu wenye kufanya umra. Na kuna instruction, kuna mabango, kuna hali ya kukueleza. Wewe ukijua kusoma unaona tu. Wenye kwenda umra wapite hapa, unapita. Fuata hili, unafuata. Unaingia katika huu, kwa sababu huu mlango ukiingia tu unakupeleka moja kwa moja kwenda kukutana na Al-Kaaba ana kwa ana. Mlango huo. Sababu kuna milango mingine ukiingia utazunguka. Kile mlango umekuwa maksudi kwa sababu moja kwa moja hupindi huku wala utaiona Al-Kaaba inakusubiri. Siku nyingine ukipewa utapita katika milango maalum. Kuna mlango unaitwa Babu Salam. Mlango huu ukiitwa Babu Bani Shaiba zamani. Huu ndio mlango alikuwa akipita Bwana Mtume Muhammad. Babu Salam leo naitwa au Babu Bani Shaiba. Mlango huu alipita Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ukifika katika Masjid al-Haram, ingia kwenda kuikimbilia Al-Kaaba na kutufu. Umeshafika mbele ya Al-Kaaba. Kuiona Al-Kaaba kwa mara ya kwanza kutakupa haiba. Hata zile dua tulizokufundisha utazisahau tabaan. Lakini jikaze vizuri, kwa sababu utasema ha ana dha aqifu ala atabati babi baitillahi al-haram. Jamani, leo ndo nimepata fursa ya kuizuru nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi walioizuru nyumba wanasema sijawahi kuhisi haiba kubwa, shuur ghariba la tusaf, kama siku niliyosimama mbele ya Al-Kaaba. Unaiona hiyo ilipokuwa urefu zaidi ya mita 13 juu. Wale mafundi wa jenzi wanasema sijui walikuwa wanatumia kabiro gani au biriji gani, kwa sababu iko katika ujenzi uliokuwa mumtaz, excellent kabisa. Al-Kaaba, ukishaiona Al-Kaaba ni madhanna ya kupokewa dua mbele ya Al-Kaaba. Katika sehemu za kupokelewa dua zako ni pahala ambapo tunaambiwa tuombe dua. Moja ni kuiona Al-Kaaba, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika mlango huu wa hija, athar au ahadith zilizopokewa kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad za kufanya na activity za hija ni chache mno. Wanasema ulama shahiha, yani huwezi ukazipata nyingi kwamba Mtume kasema hivi hapa, kasema hivi hapa. Nyingi ni athari zilizopokewa kutoka kwa wema waliotangulia au ulama na fuqaha katika vitabu vya fiqh. Ukiipata iliyokuwa sahihi sawa, hujaipata dua zozote ambazo wametufundisha wema waliotangulia na ulama na mashehe wetu, omba dua hizo, na miongoni mwazo nitazisema upate kuzichukua. Huzijui, endelea kufanya ibada, hija yako itasihi. Lakini dua zozote ambazo utafika pale utaomba, Mwenyezi Mungu inshallah atakukubalia. Ma lam yakun ithman au qati'ata rahim. Tunaambiwa dua yoyote kama hamuna ndani yake kukata koo wala dhambi, hiyo dua ni nzuri, iombe. Ukishaiona Al-Kaaba, soma dua hii: Allahumma zid hadha albayta tashrifan wa takriman wa ta'dhiman wa mahaba وزد من شرفه واعتمره وزد من شرفه وكرمه ممن اعتمر أو حجه تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. Ukisoma dua hii ni sawa, na usipoisoma hija yako imekamilika kama itakidhi vigezo na hakuna tatizo lolote. Yani maana yake ni kwamba huna haja ya kutakallaf kusema lazima nisome dua fulani, lazima ile dua niliyoisikia kwa shekhe niisome. Hakuna ulazima huo. Kwa hiyo hii inakuondolea haraj kwa wale watu ambao wanaona kwamba mimi sina dua yoyote, nitakwenda pale nitazunguka Al-Kaaba, dua yangu ni moja tu, labbaik Allahumma labbaik, au dua yoyote nyingine ninayoijua ni sawa. Kwa wale talabatul ilmi wenzangu, tunachukua zile ambazo tumeziona
hakuna dhambi ndani yake wala qati'atur rahim. Kwa hiyo kwa kuiona Al-Kaaba omba dua, Allahumma zid hadha albayta tashrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahaba وزد من شرفه وكرمه ممن اعتمر أو حجه تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Na kama hizo na mfano wake, kisha unakwenda moja kwa moja pahala ambapo panaitwa Ruknu Hajaril Aswad. Itafute pembe au ncha ya Hajarul Aswad. Al-Kaaba ina pembe 4. Kuna Ruknu Hajaril Aswad, alafu kuna Ruknu Iraqi, alafu kuna Ruknu Shami, alafu kuna Ruknu Al-Yamani. Hizi nchi 4 zote zimezunguka Al-Kaaba, zile pembe zake zile. Yani kuna pembe ambayo lile jiwe jeusi liko pale, hii ndio Ruknu Hajaril Aswad. Alafu Iraqi ni ile pembe inayofuata, Shami inayofuata tena, Yamani iliyokuwa nyuma ya Ruknu ya Hajarul Aswad. Sasa we nenda mpaka kwenye Ruknu ya Hajarul Aswad, pale ndipo unapoanza tawafu yako. Unaitufu Al-Kaaba mara 7, na tawafu hii inaitwa tawaful qudum, lakini haiwezi kuwa na jina la tawaful qudum mpaka iwe umenuia kufanya hija, ima ya ifrad, aina ya hija kwamba unafanya hija peke yake, baadaye ukipata nafasi utakuja kufanya umra, au unafanya qiran, hija ya kuingiza umra ndani ya hija. Kwa sisi ambao tunafanya hija ya tamattu, hii haiitwi tawaful qudum, inaitwa tawaful umra, kwa sababu wewe unafanya umra. Hii ni khutba ya Ijumaa, najaribu kwa haraka haraka, hatuwezi kukaa sana hapa tukaelezea. Kwa hiyo msikilize shekhe wako, chukua semina upate kujua. Hapa ni kwa ufupi mno. Hii inaitwa tawaful umra kwa sababu sasa wewe unafanya umra. Nenda mpaka katika Ruknu ya Hajarul Aswad, ukiweza kwenda kulishika jiwe la Al-Kaaba ya Hajarul Aswad ni vizuri. Nenda kaliguse, kalibusu. Mtume alikuwa anafanya hivyo akifika pale. Lakini kwa sababu ya wakati wetu wa hija, watu ni wengi, ni kazi kwenda kulibusu, hutoweza. Ashiria kwa mkono wako hivi, toa ishara Allahu Akbar, au hata unaweza ukasema bismillah Allahu Akbar. Anza, manake pale ile ishara yako ni kama umeligusa jiwe jeusi la Hajarul Aswad. Bismillah Allahu Akbar au Allahu Akbar. Anza kuizunguka Al-Kaaba. Ikiwa kushoto kwako upande huu Al-Kaaba umeiacha huku, unaanza kuzunguka huku, unaomba dua. Sasa miongoni mwa dua, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bikitabika wa wafaan biahdika wattiba'an lisunnati nabiyyika. Ni miongoni mwa dua ambazo ninasema tumezipokea kutoka katika ulama waliotangulia, wema waliotangulia. Inawezekana ikawa hakusema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au alisema lakini haikusihi, lakini ni maneno mazuri sana. Ya Rabbi, imanan bika, kwa kukuamini, kukusadiki, kumfuata mtume wako na kitabu chako. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran. Ya Rabbi, jalie iwe hija iliyokubalika. Unazunguka Al-Kaaba, unaweza ukazunguka ukasema uradi mmoja tu, la hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma anta rabbi. Unaweza kusema sayyidul istighfar, لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Maneno haya unazunguka, au ukasoma Qur'an, amma yatasaanuna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Jambo muhimu la kuzingatia, usizunguke Al-Kaaba ikiwa huna udhu. Tawadha, kamata udhu. Yale mambo yako ya kutokwa na udhu kila wakati, jiheshimu. Ukifika pale, kamata udhu wako vizuri, kwa sababu Mtume anasema kutufu ni kama kuswali, ila katika kutufu ni ruksa kuongea tu. Ndani ya swala ukiongea swala inabatilika. Zunguka mara 7. Unapozunguka
katika tawafu hakikisha umevaa rubega. Haya mengine ni katika sunna, na yazungumza jumla, faradhi umumu, sunna umumu. Zile nguo zako mbili wewe mwanamume, shuka na izar na imama, unaizungusha, unafunika bega lako la kushoto, unaliacha wazi bega lako la kulia. Ile ndio inaitwa rubega, unazunguka. Na ni vizuri katika raka au mizunguko mitatu ya mwanzo mpaka minne uwe unakwenda mwendo wa jogging, lakini kwa sababu ya watu wengi yote yanakuwa ni muhal, nenda mwendo wa kawaida. Kitu ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam ipokea kutoka kwake, ukifika kati ya ruknul yamani na ruknu ya hajarul aswad, sema dua hii: rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Muislamu yoyote kutoka katika dunia ya mwisho mpaka ya mwanzo, dua hii anaihifadhi. Sasa hii uwe nayo, hizo nyingine unaweza usizijue, ziache. Lakini hii ukifika katika ruknul yamani, na ruknul yamani nimekuambia ni ile incha ambayo inafuata ruknu ya hajarul aswad, sema maneno haya: rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Mzunguko kutoka pale mpaka kufika pale tena ni moja, inahesabiwa hivyo hivyo mpaka mara 7 umemaliza kutufu Al-Kaaba. Nenda zako kaswali sala 2 nyuma ya makamu Ibrahim. Makamu Ibrahim ni kile kiglasi kama chupa hivi imenyanyuka, unaiona ile pale watu wanapotufu, ile ndo makamu Ibrahim. Nyuma yake sasa sali raka 2, wanaziita rak'atay tawaf. Raka ya kwanza suratul Fatiha na qul ya ayyuhal kafirun. Raka ya pili qul huwallahu ahad baada suratul Fatiha. Toa salamu, umemaliza, nenda zako katafute mitungi ya maji ya Zamzam, kunywa, lakini omba dua, ni maji ya baraka. Mwenyezi Mungu atakukidhia haja zako. Kama ni mgonjwa sema ya Rabbi niponye. Kama una jambo lolote muombe. Mtume anasema ma Zamzam lima shuriba la. Ukimaliza itafute Safa na Marwa, na kila kitu kimeandikwa pale. Utakuonyesha almas'a, huko ndo pahala wapo wanapokwenda sa'i. Nenda zako kafanye sa'i. Ukifika karibu na mlima wa Safa, soma maneno haya, ndivyo alivyofanya Mtume: inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamar fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. Panda mpaka juu ya kijabali kinachoitwa Safa. Baada ya kusema maneno haya, panda juu ya jabali. Zamani kulikuwa kuna ngazi, kulikuwa kama kuna vidaraja hivi. Basi ulama wanasema ukipanda kidaraja cha kwanza imetosha, ingine vizuri upande mpaka juu. Kwa hiyo unapanda kidogo kile kilima cha Safa. Sasa hivi ni kama sehemu fulani hivi kama inayowekewa ndugu zetu ambao hawajiwezi katika kupandisha vile vigari vyao. Unapanda, unasimama, alafu itizame Al-Kaaba. Elekea kwenye Al-Kaaba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Hii dua nayo hifadhi, ni muhimu hii. Katika dua alizofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwa katika Safa na Marwa: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Uradi huu Mtume sallallahu alaihi wasallam huku anasema katika zile za asubuhi na jioni, mwenye kusema mara 100 kana lahu idlu 10 riqab, ni kama ameacha huru shingo 10. Mwenyezi Mungu humwandikia mema 100, akamfutia madhambi 100, na shetani akawa mbali naye, na hakuna mtu yoyote siku ya kiyama atakuja na thawabu kama zake isipokuwa yule mtu ambaye amefanya zaidi yake yeye, kumzidi au kwa idadi au kwa nyuradi. Uradi wa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pamoja na yote utumie kila siku asubuhi na jioni, lakini pale unautumia katika Safa na Marwa, unaelekea Al-Kaaba, kisha unasema maneno hayo la ilaha illa Allah mpaka mwisho. Sadaqa wa anjaza wa'dah, nasara abda, hazama al-ahzaba wahda. Zile tunazozitumia katika sikukuu ya Eid, takbirat: anjaza wa'dah, nasara abda, sadaqa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda, la ilaha illa Allah. Kisha Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alafu unaweza ukaomba dua nyingine zozote ulizokuwa nazo.
kuomba katika mambo ya dini na akhera na dunia. Baada ya kuleta uradi huo, unashuka katika kile kijabali, unakwenda zako Marwa. Umetoka Swafa unakwenda wapi? Marwa. Katikati kuna rangi kijani, kuna taa rangi kijani, pale unatakiwa uende mbio kidogo. Ndivyo alivyofanya mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad. Wanaita baina alalamin, unakwenda tarkudu rakbatan shadida. Waliomuona Mtume siku alikuwa anafanya sa'i, anasema ile ihram yake, ile nguo ya ihram ilizunguka katika shingo ya Bwana Mtume kwa zile mbio alizokuwa anakwenda Rasulullah. Na hii ni kwa wanaume tu, wanawake wanakwenda mwendo wa kawaida. Na ile takbira pia, ile labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, ni kwa wanaume na wanawake. Lakini wanawake sauti zao zinakuwa za chini kiasi cha kusikika wao wenyewe kwa wenyewe. Sisi wanaume unatakiwa upige takbir hata sauti ikipotea ukirudi nyumbani, hakuna tatizo maadamu unamwatikia Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishafika katika kijabali kinachoitwa Marwa, fanya kama ulivyofanya Swafa. Kipande vile vile, nyanyua mikono, muombe Mungu, ile dua ilete vile vile, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, mpaka mwisho. Na unafanya hivyo mara zote. Ukitosheka na mara ya kwanza fabiha, lakini unafanya hivyo vizuri mara zote. Yani kutoka Swafa kwenda Marwa utahesabiwa sa'i moja, na kutoka Marwa kurudi Swafa ya pili. Hivyo ndivyo ninavyofanya. Nasisitiza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 utamalizia Marwa. Umeshamaliza kufanya umra, kimebaki kitu kimoja tu, kukata nywele. Na hii unakata mwanamke na mwanamume. Na kwa sababu mbele kuna hija, usinyoe, punguza. Bora ni kunyoa, lakini bado unaendelea wewe. Uwe na nywele angalau za kuja kunyoa wakati wa hija. Wanawake wanakata kidogo katika nywele zao. Ukikata nywele umemaliza kufanya ibada ya umra. Hiyo ndiyo umra, picha yake. Sasa umemaliza hiyo, haichukui hata saa moja, umeshamaliza. Nenda zako kavue. Sasa unavua, kwa sababu ukiingia katika ibada ya hija kuna vitu vinaitwa mahdhuratul ihram, muharramatul ihram. Hujitii manukato. Manukato unajitia kabla ya kuingia katika ibada ya hija, lakini pia unajitia mwilini au kichwani. Usitie nguo ya ihram. Na hii kwa wanawake na wanaume. Hutumii tena ihram, hutumii tena mafuta manukato, hukati kucha, hukati nywele, huvai nguo iliyoshona. Mwanamke ufuniki uso, huoi wala huolewi. Hizi zinaitwa mahdhura mpaka umalize nini? Ibada. Na ukimaliza hapa kukata nywele katika umra, unaruhusiwa sasa kuvaa nguo iliyoshonwa. Ndio maana unavua ihram, unavaa kawaida. Vile vyote vilivyokuwa kwako wewe ni haramu unavifanya ulivyoambiwa usifanye pale katika yale mambo ya mahdhurat. Unarudi unasubiri siku ya 8, mfungo 3. Siku ya 8 unaenda zako wapi? Mina. Unalala. Utaswali pale swala kwa mtindo wa kuzikatakata. Raka 4 utaswali raka 2. Swala zote utakazokuwa pale Mina. Adhuhuri utaswali raka 2 badala ya 4. Alasiri vile vile. Zisizopunguzwa ni magharibi na alfajiri, zinaswaliwa vile vile. Siku ya 8 hiyo. Siku ya 9 nenda zako wapi? Arafa. Mapema unakwenda zako. Sasa huko kama una machozi yatoe yote huko, kama una dua zitoe zote pale, kwa sababu hakuna siku ambayo ibilisi anaonekana mnyonge kama siku ile. Siku ya 9 nenda zako wapi? Arafa. Mapema unakwenda zako. Sasa huko kama una machozi yatoe yote huko, kama una dua zitoe zote pale, kwa sababu hakuna siku ambayo ibilisi anaonekana mnyonge kama siku ile. Ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia malaika wake, angalieni waja wangu wamekuja, wamekonda, matimtim nywele, wamechafuka. Wanataka nini? Wanataka radhi zako, wanataka pepo. Nimewapa radhi zangu, nimewapa pepo yangu. Wao tu ya Rabbi? Hapana, wao na wale waliowaombea. Usitusahau kwa dua ukienda Maka, tuombee, sema kule Nuru Muhammad kuna khatibu wetu ametupa hivi vitu, na kamati yote pamoja na mwenyekiti. Mwenyezi Mungu atakulipa khair. Alafu ukisha kwenda umra, ukisha kwenda haji ile siku ya 8,
nia unatia wapi? Ili swali anaweza akauliza mtu, na tuliambiwa tusivuke miqati mpaka tutie nia. Sasa hivi maadamu umeshafika Maka pale, wewe hurudi tena katika miqati zile za makani, pale pale hotelini kwako. Ukishuka siku ile, vaa ihramu yako, sema labbaik allahumma hajjan. Leo na hiji sasa, mwezi 8 huo unatia nia ya kuhiji sasa. Labbaik allahumma bil hajji, unatia nia ya kwenda kufanya ibada ya hija. Mwezi 8 unakwenda zako wapi? Mina. Unalala siku ya pili Arafa. Mwezi 9 jioni unarudi kutoka Arafa, unakwenda zako Muzdalifa, Mash'arul Haram. Pale tunalala, ni miongoni mwa wajibati alhajj. Tunalala pale tena. Hapa hakuna mahema, twaena watu wote, kila mmoja alipopata nafasi, wenye kulalia maboksi, wenye kulalia misala, wenye kulalia. Na ndio maana huwa watu wananunua virago vile vya kwa ajili ya kwenda. Utafikiri tuko jeshini. Yote yale tunafanya kwa sababu tumeridhika na kuonyesha ubudia yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mtume mtukufu wa daraja alilala pale, wewe usilale pale. Wewe ni nani? Mtume alilala pale mpaka fajiri. Na pale Arafa tunaswali jam'an wa qasran, adhuhuri pamoja na alasiri jamu taqdim, magharibi pamoja na isha tunaenda kuisali wapi? Muzdalifa, vile vile jam'an wa qasra. Magharibi pamoja na isha jamu ta'khir. Nikisema jamu ta'khir na jamu taqdim, wanaosoma vitabu vya fiqh wanafahamu, kwa maana kwamba ile sala ya alasiri tutaiswali wakati wa dhuhuri, hii ndio inaitwa jamu taqdim. Ile sala ya alasiri tutaisali wakati wa dhuhuri pamoja na dhuhuri, yani kutaadhiniwa, kutakimiwa, kutasaliwa raka 2 za dhuhuri, kutatolewa salamu, kutakimiwa tena hapo hapo, itasaliwa raka 2 za alasiri, kutatolewa salamu. Utakuwa wewe umeshasali sala zote kwa siku ile, yani ya dhuhuri pamoja na alasiri. Uwanja ni wako wa kuteremsha dua mbalimbali mpaka lizame. Likizama ondoka, nenda zako wapi? Muzdalifa. Nasema maneno haya, wengine huwa ni yeye tu, hana kundi, hana mushrif. Soma alama za nyakati, kalale sehemu hii Muzdalifa, na kule kuna mabango yanakuonesha Muzdalifa ends here, start here, Mina start here, Arafa start here. Unakuonyesha kwa lugha zote, Kiingereza na Kiarabu. Kiswahili tu hakuna, lakini hizi ni lugha za kimataifa, kila mtu anazielewa. Unalala pale mpaka asubuhi. Ushasali magharibi pamoja na isha jamu ta'khir. Inawezekana ni saa 6 usiku umefika pale, swali hivyo. Ukishamaliza, ukilala, ukiswali alfajiri, okota vijiwe, na si lazima uviokote pale. Unaweza ukaviokota popote baada ya pale kwenda Mina, kwa sababu ile ni siku ya 10. Sasa ni siku ya Idi ile ambayo Allahu akbar, Allahu akbar, kutokea wakati ulipotia nia. Maneno yako ni labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Usikate talbia hii mpaka jiwe la kwanza utakalolirembea katika jamratul aqaba, ndio utasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Wenzetu huku wanasali Idi, sisi siku ile tunampiga shetani mkubwa. Hii inaitwa jamratul aqaba. Kuna mawe 3 au kuna viguzo 3. Tukitoka Mina, cha kwanza tunakiacha, cha pili tunakiacha, cha 3 ambacho ndo cha mwisho ndo kinachopigwa siku ya 10. Hivi vingine ulivyoviacha hivi utavipiga siku ya 11 na 12 na 13. Zile siku zinaitwa ayyamut tashriq. Sikiliza somo hili vizuri sana, ukahiji vizuri, kwa sababu pesa nyingi unatoa, hususan ukiwa Marekani na Ulaya. Na sisi pia hizi pesa tunazotoa leo ni nyingi mno. Kwa hiyo usiende ukaharibu ibada yako ya hija. Ukishapiga kijiwe jamratul aqaba mara 7, nenda kachinje. Na kuchinja siku hizi unachinjiwa, kampuni yako ile inayolipa inalipa pesa za mnyama, unachinja. Ukishachinja hapo umesha tahallul inayoitwa ndogo. Tahallul ndogo maana yake unaweza ukazivua zile nguo za ihram, usizione vile na joto la Maka. Mtu ufika pahala haziwezi, kwa hiyo anafurahi akizivua. Sasa huwezi kuzivua mpaka ufanye moja katika haya tuliyoyataja. Jamratul aqaba unapiga, unachinja. Sasa wewe unaenda ukavue, alafu nyoa. Au kabla hayo hapa unaweza ukafanya lolote, kutanguliza hili au kuchelewesha hili.
kupiga, kuchinja, kunyoa, yanafanyika hayo. Hii ni siku ya Idi na yanafanyika mengi. Ukishanyoa sasa unaenda kufanya tawaful ifadha, tawafu ya nguzo hii ya hija. Utatufu kama vile mwanzo na sa'i yake. Usije ukasema ami nishatufu nishasai, zile ni za umra. Sasa unaenda kutufu tawafu ya hija na sa'i ya hija. Ukishatufu unarudi unakaa zako Mina siku 3 zile zilizobaki, siku mosi, siku pili, siku 3. Na unaweza ukaathirisha ukasema sendi Maka kutufu, mimi nitamalizia siku zote za sikukuu hapa mpaka zikimalizika, nikienda zangu Maka naenda zangu kumaliza kabisa tawaf na nini na sa'i. Ukishamaliza tawaful ifadha na sa'i yake, huna chochote ulichobakisha wewe isipokuwa kitu kinachoitwa tawaful wida, tawafu ya kuiaga Maka na kuiaga Al-Kaaba, na hii haina sa'i. Ukitufu mara 7 imetosha. Mwanamke akipata damu ya haid kabla ya kufanya tawaful wida anasamehewa kuondoka bila ya kufanya tawafu alwida. Hapo utakuwa umemaliza. Sasa ni ibada kwenda mbele, kuhudhuria msikitini, kuswali, na unajua sala moja unalipwa laki. Kama tutakupa muda wa kuswali sala moja mara laki, tunakupa wakati utahitaji miaka 53 ndio ufikishe swala laki. Lakini Maka unaipata kwa kuswali mara moja tu, Allah anakupa thawabu laki. Bado tu vijana hatujataka kwenda Maka. Na sio swala tu, anasema wema wowote utakaoufanya pale unalipwa. Lakini sio wema tu, hata uovu wowote ukiupata pale, dhambi zake sio kama unazoandikiwa huku kwetu. Ni pahala patukufu sana. Mwenyezi Mungu aturuzuku pamoja ziara baitihil haram.